Moja KFM Radio ni kukaribisha tena katika kipindi maalum kabisa. Wewe mwana Mbeya, wewe mwana Rungwe, mwana Busokelo, lakini mwana Kiela, ndio maalum kabisa kinakujia kwa ajili yako. Jina langu ni James Michael Mwakaligemo, PJ. Takuwa na wewe kwa takriban lisali zima tukizungumza na wewe mambo kadha wa kadha yanayohusiana na masuala mazima ya sekta ya utalii. Mimi nimekupa tu kwa ufupi, na baada ya hapo mimi nafikiri tutakwenda kujikita zaidi kiundani kwenda kuyazungumza yale ambayo yameandaliwa kunao katika kipindi hiki rasmi. Studioni niko na wageni ambao tunao katika siku hii ya leo, na wageni hao wao nitatamani wajitambulishe wao wenyewe, lakini kikubwa zaidi ni kuambie tu kwamba lile jambo ambalo umekuwa ukiambiwa na kutaarifiwa tangia mapema alfajiri ya leo, sasa wakati wake ndio huu. Kuna jambo kubwa kwako Mtanzania, kuna jambo kubwa sana kwako wewe mwana Kiela ambaye kwa mara ya kwanza unapata bahati ama unapata fursa ya kusikia kuhusu jambo hili. Ni jambo gani? Mimi niseme tu hapo ulipo ndio wakati mwafaka wa kwenda kulisikia jambo lenyewe. Kwa sekunde chache acha nikupeleke moja kwa moja kunako katika kitu ambacho tumekiandaa kunako katika siku hii ya leo. Karibu sana. Acha niwakaribishe sasa wageni wangu hapa studioni. Jamani, karibuni wote kwa umoja wenu. Karibuni studio. Asante sana. Bila shaka. Hawa ndio wageni ambao tunao katika siku hii ya leo. Pengine tuanze kwa ufupi kabisa, tuanze kwa utambulisho, tukianza na moja kwa moja na ambaye tuko na wewe. Karibu. Asante, mimi naitwa Amos Asajile Mwambobole. Deborah Julius Kalomo. Majina naitwa Kasmir Swati. Kwa jina langu naitwa Benson Mwakalinga. Naitwa Gerald Mamwaja. Siku hii ya leo huo ndio ugeni, lakini studioni pana watu wengi zaidi ya hao ambao umeweza kuyasikia, nikiwemo na mimi mwenyewe ambaye ndiye ninaongoza kipindi hiki. Lakini ukitazama na nikitazama kulia kwangu na kushoto kwangu, ninaona kabisa timu imesheheni vizuri kabisa. Awali ya yote tuambie tumekuja na surprise gani kwa watu wa Rungwe, Busokelo na Kiela kwa ujumla? Katika pita zetu tukaona ipo haja ya kurudisha vitu ambavyo havisikiki sana kwenye masikio ya watu. Vitu hivyo ni pamoja na utalii pamoja na utamaduni. Sasa kipindi hiki kipya ambacho tumekianza hapa KFM ni mahususi kwa ajili ya kuibua tamaduni, lakini pia kuzitunza na kuzitangaza kwa ajili ya vizazi vijavyo kuja kujua kwamba kulikuwa kuna jambo hili. Kwa hiyo yako mambo mengi tumekuwa tukisikia, mengi tunasikia kwa wazee, lakini hawa wazee wamepungua. Namna gani mtu ataweza kupata madini kutoka kwa huyu mzee? Basi ni lazima Keifo katika kipindi hiki cha Tanzania Travel Show tufike kwa hawa wazee. Kwa tutasikia mambo mengi, ikiwemo mfano tu ni ile, kwa mfano wapo watu wanazaa na Mnyakyusa. Namna gani ya kumchukua mtoto, wanasema kumkomboa mtoto. Lakini zipo tamaduni zingine tumekuwa tukisikia, Bapimbili ifwa, si amefia da, wamebeba. Sasa unabebaje msiba? Mambo ya kina Benson, kina Mwamwaja, unaposema wamebeba msiba, kwenye ule msiba unaobebwa kuna nini? Sisi ni vijana, tumezaliwa hatujafundishwa. Wapo wazee ambao wanajua haya. Lakini kupitia masuala ya utalii tuna bichi nzuri ambayo ipo, tukizungumzia fukwe za Matema na viwanja vyake. Watu wanahitaji kujua kwa vipi inavutia wageni. Watu wanatoka Ulaya anakuja Matema, ni lazima tueleze vitu vya namna hiyo. Lakini tuna vivutio vingi sana kwenye haya maeneo ya ukanda wa nyanda za juu kusini. Kwa hiyo hiki kipindi sasa kinakwenda kumhabarisha msikilizaji yoyote wa Keifo kwamba huu ndio utajiri ambao sisi tumebarikiwa kuwa nao. Bila shaka. Huyo sasa ndio Amos, na mkurugenzi mkubwa kabisa. Kwa mara kwanza unamsikia kupitia mawimbi ya 94.1 KFM Radio. Dhima kuu aliyoibeba ni kwa ajili yako Mtanzania, kwa ajili ya kuja kuyazungumza mambo kadha wa kadha yanayohusiana na masuala ya utamaduni na utalii. Hapo utakuwa unaungana na mimi moja kwa moja kwamba amegusa katika lile eneo ambalo kimsingi limekuwa likizungumzwa sana na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye pia kupitia filamu yake ya Royal Tour
unaona kabisa kuna namna ambavyo serikali imeamua kuipa umuhimu mkubwa kabisa sekta hii ya utalii hapa nchini Tanzania. Tunapopata wadau kama wakina Amosi, hii pia inakuwa inatuwezesha na kutupa fursa sisi watu wengine ambao kimsingi bado hatukuwa tumepata nafasi, lakini vile vile fursa katika mambo mbalimbali. Sasa nimfahamu kidogo Amos pamoja na wazo hili sasa la kipindi cha Tanzania Travel Show lilitoka wapi? Amosi anayezungumza ni mbobezi katika masuala ya utalii, lakini shule yake sio ya utalii. Amosi ni mbobezi kwenye swala la utawala na uongozi kwa maana ya administrator. Lakini katika kusafiri ndipo ambapo nilipata mawazo tofauti, hasa katika sekta ya utalii. Ukiangalia hatukuanza na sekta ya utalii moja kwa moja. Awali kabisa tulianza na kitu kinaitwa Sauti ya Vijana Busokelo, enzi nikiwa chuo pale CBE Dar es Salaam. Sauti ya Vijana Busokelo, lengo kubwa ilikuwa ni kuwakusanya watu wote wenye asili ya Busokelo walioko Dar es Salaam. Tukaanzisha hichi kitu, lengo ikiwa ni kuhakikisha kwamba tunakaa pamoja, lakini pale tunapokaa pamoja ilikuwa ni kurudi wakati wa likizo kuja kusaidia jamii. Tumewahi kuja mara 2 mara 3 kutoa misaada. Tumetoa Ruangwa, tukatoa shule ya msingi Itete na maeneo mengine. Lakini kumbuka kipindi hicho nguvu yetu kubwa ipo kwenye mitandao ya kijamii sana. Sasa kwenye mitandao ya kijamii huku tukaja kugundua kwamba sio muda wote utaeleza nini kifanyike nyumbani, mlichokifanya nyumbani. Kwa tukaanza kurusha baadhi ya picha za nyumbani. Unatuma mnara ule wa pale Tukuyu, unauliza watu hapa ni wapi. Tukaanza kukuta insight imekuwa kubwa sana. Kwa baada ya pale baadhi ya wajumbe tukakaa tena na kujadiliana, tukaona hapana, hebu tujaribu kuangalia kwenye hili eneo. Tukaja na kitu kingine kikaa kinaitwa Mbeya Home of Tourism. Mbeya Home of Tourism lengo lake kubwa sasa ikawa ni kutangaza utalii. Muda huo Sauti ya Vijana Busokelo ipo, lakini Mbeya Home of Tourism pia ikawa ipo katika engo ya kwake peke yake. Tukaja tukasajili kitu kingine kikaa kinaitwa Uyole Cultural Tourism Enterprise. Ambayo hii Uyole ndio ambayo imekaa kwa muda mrefu sana. Kwa Uyole imekuwa ikitoa huduma kwa maana ya katika sekta ya utamaduni sasa. Kwa utamaduni ambao tulikuwa tunaofa ni ule ambao kwa mfano mnafundisha watu chakula cha asili na vitu vingine vingi, lakini sasa hii mgeni anatoka zake alikotoka, ana ebook au anailipia, mnatoa hiyo huduma. Lakini baada ya pale tukataka expand, kuongeza ukubwa. Kwa baada ya kuongeza ukubwa tukatoka Uyole Cultural Tourism tukaingia Chikanda Safaris and Adventure. Kwa Chikanda Safaris yenyewe hii ndio ipo inatoa huduma za utalii sasa, kwa maana ya kuwaleta watu Matema, kuwapeleka watu Kitulo, kuwapeleka watu Ruaha. Hii ni Chikanda Safaris. Lakini sasa bado tukaona utalii na utamaduni bado haujulikani. Unakuta huko Iduda, lakini unamuuliza mtu aliyewahi kufika Ngosi ni wachache. Maana yake kuna changamoto ya taarifa kwa huyu mtu ili aweze kufika pale Ngosi. Tumekuja Matema mara nyingi, lakini waliowahi kufika kule Mwalalo unakuta ni wachache. Changamoto ni nini? Hata mimi niko Kiera, Mwalalo sipajui. Mwalalo hujafika. Sasa tulichokuja kugundua cha kwanza ni taarifa, kwa maana ya wengi hawana. Lakini cha pili ni msukumo. Tukipitia kwenye kipindi hiki sasa tukatengeneza ule msukumo wa watu kutembelea vivutio, tutajikuta sasa vivutio vyote vinafahamika. Kwa lengo la mpaka tunafika kwenye Tanzania Travel Show ilikuwa ni hilo. Kwa hiyo kwa Amos kama Amos ni huyo, lakini pia Amosi amewahi kuwa na project pale Kisiba kwa maana ya uwekezaji mdogo wa Kisiba Campsite. Kwa hiyo wilaya ya Rungwe sasa. Wilaya ya Rungwe. Kwa hiyo ukizungumzia Amosi, mzunguko wake wote umeuona umekaa kwenye utalii na utamaduni. Sasa inabadilika project. Kinachokuja kunishtua, Amos ni mtaalamu wa masuala ya administration, lakini leo tunamkuta Amos katika masuala mazima ya utalii na
utamaduni. Pengine ni kwa sababu amekulia katika mazingira ya utamadunini. Sijui ndio utamaduni, si ndio Yeah. Asante sana. Bwana Amos, umeeleza vizuri sana. Natamani nifahamu kidogo kuhusiana na uzoefu wenu sasa katika sekta ya utalii. Licha kwamba kuna namna umejaribu kupambanua mpaka namna ambavyo mmekuja kuichagua KFFM. Natamani kufahamu kidogo kuhusu utamaduni, kisha uniambie sasa kwa nini mmechagua KFFM baada ya kuwa umesema kwamba tunafanya na nani, lakini nadhani kuna siri kubwa zaidi ambayo unaijua iko nyuma hilo jambo. Uzoefu wenu kidogo, lakini kwa nini KFFM? Sasa ukiangalia uzoefu sasa, Gerard ameanza kwenda kwenye hivi vivutio ili akapige picha na kuchukua maelezo toka hiyo 2015 kabla hajawa hata mwandishi wa habari. Sasa uzoefu huo kutoka kwenye manyo, yani ile anafanya kwa passion, ameenda sehemu, amerekodi ngoma, basi tunafurahi sana tukiposti Facebook na ile kwamba followers wanakuja kila siku, ile jamaa wanaposti sana vitu vya nyumbani, jamaa wanaposti sana vitu vya nyumbani, vitu vya namna hiyo. Kwa ukizungumzia uzoefu ni kama kuanzia 2014 15 mpaka leo 2025. Muda wote huo tupo kwenye eneo hilo hilo, ni utalii, utamaduni, utalii, utamaduni. Hapo hatujazungumzia tamasha la utalii na utamaduni la Mpalano Festival. Hivi vyote, hii timu ndio ambayo imekuwa ikiratibu shughuli zote. Watu wanaenjoy. Hiyo Mpalano iko kwenye Tanzania Travel Show. Iko ndani ya kampuni mama ni Chikanda Africa. Haya mengine sasa ni matawi yake. Ukija huku unamkuta Tanzania Travel Show, unaikuta Mpalano, utaikuta Chikanda Safaris kwenye mambo ya safari. Kwa hiyo hivyo. Okay. Yes. Kwa nini KFFM? KFO kwanza ni coverage. Okay. Coverage ya KFO kwa maana ya sehemu ambapo inasikilizwa kubwa. Tunasikika Mbeya, tunasikika Kyela, tunasikika Rungwe, tunasikika Busokelo. Lakini kikubwa ni kwamba kupitia online platforms za KFO, maana yake tunasikika dunia nzima. Yes. Hiyo ndio sababu ya kuichagua KFFM. Kabisa. Na ni kweli. Bwana, popote ambapo upo, yani popote ambako hewa inapita, yani ile ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu, yani inapita na inakufikia. Yani wewe ukaivuta bila gharama zozote, KFFM Radio tunakufikia na tumehakikisha kwamba tunakupatia kile kilicho bora. Namna gani? Basi unakwenda katika www.radiotadio.co.tz/ ama mkwaju KFFM, basi unatupata huko moja kwa moja. Bahati nzuri sana unapopelekwa hapo unatukuta katika online, lakini unatukuta katika matukio kadha wa kadha ambao tumeendelea kukutumia kutoka huko kwa mwaka mzima. Amosi, moja kati ya jambo kubwa ambalo limetuleta, kabla hatujaenda mbele zaidi, tumekuja kufanya jambo gani? Waambie wa Tanzania. Jambo kubwa ambalo limetuleta leo hapa ni kufanya uzinduzi. Hapana muda wa kwenda kupoteza. Nafikiri ni wakati sasa tulifuate jambo lenyewe. Kabisa. Hatuna muda wa kupoteza. Sisi wengine bwana kimuhemuhe kimesha tufika huku. Jambo kubwa ni uzinduzi wa Tanzania Travel Show, ambayo kwa mara ya kwanza inazinduliwa kupitia mawimbi pendwa kabisa na masikioni mwako wakati huu ndio inakwenda yanapenya katika masikio yako. Na sasa tunakwenda kuzindua rasmi. Nafikiri tunatakiwa tusimame kwa heshima na taazima. Sawa tunatakiwa tusimame kwa heshima na taazima. Si jambo la kitoto, ni jambo la kipekee, jambo ambalo linatengeneza historia kabisa, kwanza kwa KFFM Radio, lakini linatengeneza historia kwa wilaya ya Kyela, linatengeneza historia kwa wilaya ya Rungwe. Tunazungumza kwa habari ya mkoa mzima. Sasa nafikiri utatupa utaratibu na namna ambavyo tunapaswa kuzindua. Bila shaka bosi mshukuru pale, kurugenzi katikati, jambo linakuwa vizuri kabisa na wajumbe nimeona hapo, mambo yamekaa vizuri. Tupo taratibu, tunafanyaje wakati tunaizindua Tanzania Travel Show, si ndio Haya, mimi nitahesabu 1. Jamani kaeni sawa. 2. Legeza mwili wako. 3.
Tanzania Travel Show imezinduliwa rasmi leo tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2025. Yes, hivyo ndivyo ambavyo tukio la kihistoria ndani ya mkoa wa Mbeya na wilaya ya Kyela umefanyika rasmi, kama ambavyo umesikia kutoka kwa mkurugenzi akizungumza kuhusiana sasa na uzinduzi rasmi kabisa wa Tanzania Travel Show, ambao sasa rasmi leo tarehe 5 ya mwezi wa 3 ya mwaka 2025 ndio imezinduliwa rasmi. Kupitia mawimbi ya 94.1 KFFM Radio unaisikia kwa mara ya kwanza. Sasa bila shaka tusogee tuendelee tumalize mambo yetu yale machache yaliyobakia. Sasa twende kwenye mtiririko baada ya uzinduzi sasa. Tanzania Travel Show itakuwa katika sura gani? Tanzania Travel Show tutakuwa na mifumo miwili. Mfumo wa kwanza ni wa sauti, ambao mfumo wa sauti utasikika live kupitia KFFM 94.1. Lakini pia tutakuwa na mfumo wa video, wale ambao wanatamani kuona sasa, kwa sababu leo tuna mahojiano labda na mzee fulani ambaye anatueleza historia ya ama asili ya neno Kyela. Kyela limetokana na nini? Sasa wale ambao wanatamani kuona video, tutakuwa tunapatikana YouTube kwa jina la Tanzania Travel Show. Kwa wanaweza kusubscribe huko na mambo mengine yakawa vizuri. Lakini kukipeleka kipindi kwenye jamii, kuna baadhi ya vipindi kama tulivyoweza kuongea, tutaweza kuruka live kutoka kwenye eneo husika. Kama ni pale Tukuyu, basi tutaruka live kutoka Tukuyu, angalau wale wasikilizaji wetu waweze kuwa sehemu ya kipindi chetu. Lakini vipo vipindi ambavyo kutakuwa kuna zawadi mbalimbali ambazo zitatolewa kutoka kwa wasikilizaji, zitatoka kwetu kwenda kwa wasikilizaji, hasa wale ambao ni wasikilizaji wetu wa muda wote. Lakini nje ya kuwa wasikilizaji wa muda wote, wale ambao pia wamekuwa na mchango mbalimbali. Kwa mfano, kuna wazee ambao sisi sio rahisi kuwafikia, lakini kupitia namba ya radio wanaweza wakawa wanatupa taarifa kwamba bana, kuna mzee yuko hivi, anaweza akatoa madini ya eneo hili na hili na hili. Kwa wale pia tutakuwa tuna namna ambayo zawadi zitakuwa zinaruka kutoka kwenye kipindi chetu. Kwa hiyo kipindi kitaruka mara moja kwa wiki, ambayo itakuwa ni kila Jumatano kuanzia saa 2 mpaka saa 3. Kwa hiyo muda huo mtu anapaswa kuwa karibu na redio yake ili aweze kusikia mambo mbalimbali. Yako mambo mengi ambayo yatakuwa yanaandaliwa siku hadi siku kwenye kipindi hiki. Bila shaka. Naona Benson kama ametulia tuli kabisa. Anawaza kama Katumba Songo imekuwa sehemu ya project. Tutapeleka Mto Songo simepita kule. Tukazione mianda zile. Kabisa. Wala hata mpunga ule ni mtalii rafiki hapo. Na ile wale wanyama wanaitwaje wale? Wanapatikana kwa viboko. Viboko. Hivi ni kiboko viboko. Kiboko. Tutafanya kwa sehemu. Wala tusikate, yani usiwe mnyonge ukaona kama mimi napendelewa zaidi. Pengine kuna namna ambavyo kuna watu maalum kabisa wameandaliwa kwamba utakuwa na host mwenyewe, au kutakuwa na mtu special kabisa ameandaliwa ama la? Ni upande wa host, kipindi hiki kitakuwa kinaendeshwa na James. Yani James yupi? Mimi hapa. James anayesikilizwa sasa hivi. Wow. Yani nimeipata fursa moja kwa moja. Yani mimi mwenyewe ndio nitakuwa na host show hii sasa ya Tanzania Travel Show. Na hilo limepitishwa na asante boss, kwa sababu uliona kuna haja ya kijana wako kwenda huko. Mimi mwenyewe natamani kuona kijana Mungu. Sasa bwana, mimi natamani sana niangalie sasa uhusiano uliopo kati ya Tanzania Travel Show na serikali kwa ujumla. Kwa mahusiano yaliyopo kati ya Tanzania Travel Show na serikali, bado tuna support juhudi kubwa za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye tunasema ni mhasisi namba 1 wa masuala ya utalii. Ukizingatia kwamba yeye alijitoa kwenda kufanya ile filamu ya The Royal Tour, kuanzia pale tayari unakuta Tanzania Travel Show inakwenda kuunga juhudi hizi
kwa maeneo ambayo Mheshimiwa Rais asingeweza kuyafikia. Kupitia sisi wananchi wake tunakwenda kuunga juhudi hizi. Ukiangalia kwenye ile filamu vivutio vya huku kwetu unakuta havipo. Sasa Tanzania Travel Show inakwenda kuunga hizi juhudi kwa kuonyesha kwamba tuna Kitulo, sijui tuna Ziwa Ngosi ambalo ziwa la pili kwa ukubwa barani Afrika. Ukishazungumzia ziwa la pili kwa ukubwa ni kitu kikubwa. Tuna Kimondo ambacho ni cha 6 duniani. Sasa tayari hizi sifa zinatosha sisi kuweza kuunga juhudi. Sasa mahusiano ambayo yapo, tunafahamu kwamba ili uweze kuingia kwenye haya maeneo ni lazima ufike kwa maafisa utalii wa maeneo tofauti. Kwa hawa maafisa utalii tutahakikisha tunawafikia wote. Maafisa utamaduni tutahakikisha tunawafikia wote ili wao pia waweze kusaidia kutangaza utalii. Kwa mahusiano yaliyopo kati ya Tanzania Travel Show pamoja na serikali ni makubwa kupitia kuunga mkono juhudi hizi za kutangaza utalii. Na ninaamini moja kati ya adhima ya Tanzania Travel Show ni kuhakikisha kwamba vile vivutio vyote vingine ambavyo havijapata fursa ama nafasi ya kuwa promoted na ngazi ya taifa, sasa Tanzania Travel Show watakuwa sehemu ya kwenda kuviibua na kuanza kuvipeleka moja kwa moja. Na ndio sababu pengine tuna YouTube channels, tuna radios ambazo tuna platform mbalimbali ambazo zinatumika katika kuhakikisha kwamba vinakuwa promoted. Lakini kupitia hii kipindi hiki pia kitakwenda kuonyesha fursa za kiuwekezaji zinazopatikana katika sekta ya utalii na utamaduni. Ukizungumzia fukwe za Matema, ni fukwe ambazo zinapokea wageni wengi sana. Lakini je, wananchi wameweza kuona fursa mbalimbali ambazo wanaweza wakazipata? Mfano, kwenda Mwalalo tunahitaji waongoza watalii, tour guides. Sisi wananchi tuliozunguka utajiri huu wa ziwa tunafahamu kwamba kumuongoza mtalii kumpeleka Mwalalo ni fursa. Lakini wageni wanafikia hoteli za kifahari kwenye fukwe zetu. Tunatambua kwamba kuwaonjesha chakula cha asili cha Mnyakyusa, kande, ndizi zile mnaita mbaraga wenyewe. Tunafahamu kwamba usipa. Tunafahamu kwamba ukimwandalia huyu mgeni chakula cha asili ni fursa, kwa sababu utauza chakula kile. Lakini pia mnaweza mkajikuta mmetengeneza kakikundi kadogo ambako haka kakikundi kakako anatoa hizi huduma. Lakini kuna hiki kitu tunaita Cocoa Tour. Cocoa imepanda thamani sana kwenye soko la dunia. Lakini je, tunatambua kwamba shamba lipo, haliondoki na mgeni, lakini kumfanyisha Cocoa Tour tunasema kutoka shambani mpaka kwenye kinywa. Kwa mgeni anaanzia kwenye nasari, namna gani mnaandaa mche mpaka mche unakuja unatoka cocoa yenyewe. Unajua moja kitu nilijifunza baada ya kushinda na wazungu, sisemi kwa ubaya, lakini wale ndugu zetu vitu vingi sana wanavifahamu kutoka supermarket. Ukimwambia huu ni Muhindi atakwambia oh really? Yani unabaki unashangaa kwamba kama hajawahi kuona. Yani haujui Muhindi kweli huyu ukiwa shambani. Mwingine anaamini viazi vinaota kutoka juu. So ukimuonyesha tukiwa tunapita pale Isionjo naambia hili ni shamba la viazi, anakwambia viazi gani? Ukimwambia vya chipsi. Hivyo yapo makundi ya namna hiyo. Sasa ni fursa kwetu. Kwa lengo la hiki kipindi pia ni kuibua fursa ambazo mtu anaweza kazipata. Tuna hoteli nyingi kwenye fukwe za Matema. Lakini je, tunawekeza kwenye vitu mbadala? Kuna hizi quad bike, mabaiskeli ya mapikipiki makubwa Zanzibar wanafanya sana. Unakuta mtu anachezea. So badala ya wote kufocus kwenye hotel, tunafunguana fursa ambazo Tanzania Travel Show ilipokuwa Zanzibar ikaziona ikilinganisha na mazingira ya huko kwetu. Kwa kipindi kina mapana ya namna hiyo, kuibua vivutio, kuvitangaza, lakini pia kuonyesha fursa za kiuwekezaji zinazoweza kupatikana kwenye sekta husika. Bila shaka. Ziko pia zilizotumwa kupitia namba 0679 270 280 anasema jamani, ni wapongeze wageni waliopo studio kwa mambo ya msingi waliotujuza hapo. Nimefurahi na fursa tutazipata hapo kama ambavyo hata James amefurahia. Pia Benson Mwakalinga anasema wow, tumepata fursa, sio kwa kweli tumezipata. Anaitwa Mama Dativa wakwe, yeye ndo ametuma ujumbe huo. Lakini message nyingine nasema katika jambo hilo mmenikuna balaa. Kyusa asilia na utamaduni
wake nami nimo by Donald Mwaisango, katibu mwenezi bwana. Nasema na yeye yumo. Nafuatilia kwa karibu sana mkoa kwenye eneo lililosahaulika sana wakati wote, limekuwa likipapaswa tu kwa anasema kwa anauona mwarobaini, ana maana alikuwa anamaanisha kwamba anauona sasa mwarobaini, na anasema ongeleni sana. Yeye anaitwa sawa na Mwaisango, nadhani alirudi tena katika message ambazo zimetumwa katika siku hii ya leo. Kubwa tu tuambie wasikilizaji wa 94.1 KFM kwamba hii ni fursa. Na fursa vijana, tunapotazama kwamba kuna fursa, cha kwanza ni kuikamata vizuri inapotakiwa. Fursa iliyopo ni kwamba vijana tunafunguliwa jicho la tatu kupitia Tanzania Travel Show. Na jicho la tatu hili linapitia kupitia mazingira yetu, lakini pia na vivutio vya utalii ambavyo vipo katika mikoa yetu na nchini kwetu Tanzania. Sasa sio kwa hawa ambao unawasikiza studio, ni wewe hapo kama Mtanzania unanufaika vipi na hii Tanzania Travel Show kama kipindi cha radio, lakini pia huko ambako kitapita katika mazingira yako. Kikubwa tumemsikia hapa mkurugenzi anasema popote ambapo kitapita kitaacha alama, kwa maana kwamba tutakuwa na watu ambao ni marafiki wa Tanzania Travel Show, lakini pia tunahitaji kutoka kwako wewe, nini mchango wako. Kipindi hiki hakitabezi tu kwa waandaaji, lakini pia wasikilizaji na wanajamii wana mchango gani katika kipindi hiki utazingatiwa sana, kwa sababu mambo haya yapo kwenye jamii yetu, lakini pia ni kwa namna gani sasa sisi tunachukua hiyo fursa na kutembea nayo katika dunia ama ulimwengu hivi sasa. Wanasema kuna vitu vya muhimu ambavyo lazima uvizingatie. Cha kwanza teknolojia, lakini cha pili una jicho gani la kutambua fursa iliyoko mbele yako. Sasa wewe ambaye unasikiza hivi sasa, tambua hii fursa kwamba Tanzania Travel Show ni fursa ambayo iko mbele yako, lakini pia tembea nayo, kwa sababu utanufaika nayo kulingana na jinsi ambavyo wewe mwenyewe utaichukulia. Leo hii tunakwenda kuongeza watalii katika ukanda wetu wa Nyanda za Juu Kusini, na hawa watalii watategemewa kuhudumiwa na sisi ama wewe msikilizaji ambaye unasikiza KFM wakati huu. Na wewe mwenyewe unajipanga vipi sasa wakati watalii wanaongezeka, ama unakwenda kuibua vivutio vingine? Pia tuseme kipindi hiki kama alivyosema mkurugenzi wetu hapa kwamba hakikuja kwa bahati mbaya. Kuna mtu hapo amesema bwana James, wakati tumekaa tunafikiria, tunashukuru. Kwanza niseme kwamba tunashukuru uongozi wa KFM kwa kutukubalia huyu kijana bwana James Mwakaligemu, kwa sababu yeye ni miongoni mwa Watanzania ambao kwa kiasi fulani wamezunguka katika vivutio vyetu vya kitalii. Leo hii ukizungumza vivutio vya kitalii vilivyoko katika mkoa wa Mbeya, James karibia 90% amefikia. Kwa hiyo hatukupapasa wala hatukubahatisha kuweza kumchagua kwamba akihost kipindi, na tunaamini kwamba kutakuwa na mabadiliko chanya. Kikubwa tu tuwaombe wasikilizaji wa KFM wafuatilie kipindi hiki kwa muda ambao umetajwa, saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 3 kamili siku za Jumatano hapa kila wiki. Na sisi tutawagusa kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu tutakwenda kuzungumza mambo ambayo pengine leo hii tunasikia kwa wenzetu yanafanyika vipi, nini ambacho kinatokea. Kwa hakuna cha kupoteza zaidi, tutakwenda kujifunza zaidi, lakini pia kukamata hiyo fursa ambayo iko ndani ya Tanzania Travel Show. Kupitia Tanzania Travel Show mimi ni mhariri. Kwa tunavyoenda kufanya hiki kitu James na wasikilizaji watambue kwanza hii timu sio kwamba tunafanya mambo kwa kubahatisha. Sisi timu yetu imejipambanua kwa maana humu ndani tuna watu ambao wamebobea kwenye utalii kama mkurugenzi wetu Amos. Kuna watu wamebobea kwenye mambo ya kihabari, ndio tunakutana na sisi hapa Benson, Gerard, na leo tunamuongezea kwenye team James, umeona. Lakini sisi kama alivyoeleza mkurugenzi kwamba huwa hatufanyi tu vipindi labda studio, huwa tunaenda katika mazingira mengine. Mfano watu wakiingia YouTube tumewaifanya na mzee Mwakabambo hapa Kiela, tumefanya na mzee Kasiupa pale Tukuyu, tumefanya na mzee Komboteka pale Busokelo, na watu kadhaa. Sasa tukienda mazingira kama hayo, kuna setup za nje lazima zitengenezwe vizuri, mapambo na nini. Ndio maana unamkuta mtu kama Deborah au tunaita D decoration, watu wa mapambo ni wataalamu kweli kweli, utaenda. Kwa maana hiyo nitaka nielezee hii kwamba sisi timu yetu imesheheni
wabobezi, wataalamu. Kwa maana hiyo wasikilizaji wetu waelewe kwamba wanaenda kupata kitu ambacho sisi tumejipanga, ni kitu ambacho tunaamini hawatojutia. Lakini kama alivyoeleza mkurugenzi, hatutoishia hapa. Kwa watu wa Busokelo waamini kwamba tutafika kukitambulisha kipindi, watu wa Kiela waamini kwamba watatuona kukitambulisha kipindi, japo tumekitambulisha kwa mara ya kwanza kupitia mawimbi haya ya 94.1, lakini bado tuna ile road show tutaenda watu wa Tukuyu, Mbeya na maeneo mengine kadha wa kadha. Kwa hiyo wakae mkao wa kula. Mimi kama mhariri, jukumu langu ni kuhakikisha kwamba kipindi kinavyoenda hewani ni kile kipindi ambacho kimesheheni kwanza maadili yenyewe, miiko ya Kitanzania, kwa sababu kipindi ni cha kiutalii na utamaduni management. Kwa tuna Mpalano ambao ni festival, lakini Mpalano iko pia ndani ya travel show ambayo iko ndani ya kampuni mama ya Chikanda. Kwa maana hiyo mimi kule nahusika sana kwenye setup, lakini huku nahusika kama mshauri kwamba okay, tunaenda kufanya mazingira ya nje, nini kiwepo, nini kisiwepo, taa zitumike zipi. Kwa maana hiyo labda okay, setup ikaeje, umeona. Kwa mimi ndio moja kwa moja nahusika kwa upande huo. Bila shaka. Yes. Kuna namna ambayo sasa ukiwa kama moja ya washauri, moja kati ya neno ambalo imekuwa na changamoto sana ni kina mama kushiriki katika masuala haya ya masuala ya utalii. Pengine ukiwa kama sehemu hiyo, ungepata nafasi ya kuwatangazia fursa, ungezungumza kitu gani na kina mama? Sema labda mabinti kwa ujumla. Okay. Kiujumla mimi professional yangu kabisa, yani ile vyeti ni utalii. Kwa mimi professionally naweza nikasema ni wildlife officer, yani ni afisa wanyamapori. Kama ingelitokea nimesimamia profession yangu. Lakini nikaamua kutoka nje kidogo, ambao kufanya issue za event management, na ndo nimebobea huko kwa sasa hivi. Kwa maana hiyo fursa za utalii naziona katika jicho la tatu, na wanawake wanaweza wakafaidika zaidi kuliko hata wanaume. Kwa maana nyingine naweza nikasema, kwa sababu kwenye issue ya chakula, kuna issue ya mavazi, kuna issue ya yani vitu viko vingi, naweza nikasema vitu viko vingi. Kwa naweza nikasema tu watu wawe tayari na wawe wanasikiliza kila unaposikia kipindi kinakuja, na nadhani watapata kitu. Na pia kwa upande wetu sisi tutajitahidi kuzionyesha fursa za moja kwa moja na kusaidia vile vile watu kufikia hizo fursa, sio kuwaonyesha tu, na kuwasaidia wafikie hizo fursa. So mwingine anaweza akaona fursa lakini ajue ni jinsi gani anaweza kuifikia hiyo fursa. Kwa kupitia sisi tutamsaidia kwamba okay, fursa hii iko hivi, anzia hapa, pita hapa, fanya hivi, utatoboa, utafika hapa, utafikia hapa. Yes. Mimi nafikiri ni washukuru sana. Asante. Ni washukuru sana. Pengine neno la mwisho kabisa sasa kwa Watanzania wanaotusikiliza. Neno la mwisho, kiukweli Tanzania Travel Show tumejipanga na tutahakikisha kwamba kama message zinavyosema kwamba ni moja ya eneo ambalo lilikuwa kama lipo. Basi kama ulivyosikia, timu iliyopo ni timu ambayo ni bobezi katika maeneo yote. Tuna mtu wa utalii, tuna mtu wa masuala ya promotion, lakini pia tuna wahariri. Ukizingatia James mwenyewe ambaye anaendesha kipindi Solele Mama, mtu ambaye anajua. Kwa hiyo tunaamini kwamba wanaotusikiliza watafurahia kipindi. Kwa hiyo na kipindi chetu kama tulivyosema kitaluka hivyo, kwa tuombe sana waendelee kutupokea na mwisho wa siku tuweze kufanya kile ambacho tunaamini. Bila shaka. Sasa hilo neno la mwisho, lakini sio neno la mwisho kwa maana ndio linafunga kipindi, la. Ni neno la mwisho kwa maana siku ya leo tunapokailisha kipindi hiki cha Tanzania Travel Show ambacho kimetambulishwa rasmi katika siku hii ya leo.